yeyote anayeamini iko siku atakutana na Allah tabaraka wa taala akiwa amemwamini katika hii dunia, atalipo kwa anayoyatenda akiwa yeye ni muumini. Miongoni mwa mambo ambayo hafai kuyafanya mtu huyu aliyemwamini Allah, fala yurawi anna musliman, asithubutu kuzua taharuki, uoga, hofu kwa Muislamu. Watu wanashinda mitandaoni, kazi kubwa ni kuzua taharuki, hivi vile, wakatumia mazingira hayo kutusi watu, kudhalilisha watu, kuporomosha utu wa mtu, heshima ya mtu, thamani ya mtu. Haya yamepigwa vita karne ya 7 na Uislamu. Ni haramu Muislamu kumwaga damu ya mtu, ni haramu Muislamu kupora mali ya mtu, ni haramu Muislamu kuharibu heshima, cheo cha mtu. Karne ya 7, sio mambo ya jana na juzi huko. Lakini ajabu ya Rahmani, watu ambao wamemwamini Allah mtukufu wa Islamu, na wao wameingia kwenye mkumbo wa utovu wa adabu, wakadhalilisha mama za watu, wazazi wa watu. Una madai ambayo wewe unayo, dai kwa njia zile ambazo zimewekwa. Haiwezekani, subiria, Mola yupo, huyu ndiye mlipaji wa kila kitu. Ukikosa haki yako duniani utaenda ipata kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini haiwi halali mtu mmoja, mimi dhaifu dhalili, iwe ni sababu ya kumwaga damu za watu milioni 20. Haiwi sahihi. Waislamu, tuepukeni na taharuki, tuepukeni na kuamsha taharuki mitandaoni. Vijana wa Kiislamu, fikra zao, mtu anafikiria ikiwa hivi maisha yatakuwa hivi. Maisha yamekuwa magumu, maisha hayajawahi kuwa mepesi kwa mwanadamu. Ndio maana vitabu vyote, sharia zote, mitume wote wamekuja lingania miongoni mwa mambo mwanadamu anaishi nayo katika hii dunia akiabudu, pia afanye kazi. Kufikiria tu kuwa kuna mtu atakuja atabadili maisha yangu nikiwa nimelala ndani, pesa zitamwagika ishakuwa tajiri. Hakuna maisha ya namna hii tangu Allah ameiumba dunia mpaka kiyama kitafika. Lazima mwanadamu apate riziki kwa kuvuja jasho, kwa kufanya kazi. Tena kazi inayotakwa na Uislamu ni kazi ya halali, sio kazi ya haramu, kazi inayotokana na pato sahihi. Waislamu, tujitahidini kujiepusha, kujiweka mbali na makundi na vikundi vinavyokaa kujadili, kuleta taharuki, kuvuruga amani ya nchi hii. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie kuwa ni katika wale ambao tunasikia nasaha njema na tunazifanyia kazi.